Na ukija kuangalia jiografia ya jimbo letu la Ngara jinsi ilivyo, ilikuwa ni changamoto sana kwa watu ambao wanatoka katika hizo tarafa mahususi hizi mbili, Rulenge na Murusagamba, kulazimika kwenda mpaka Nyamiaga au kwenda mpaka Murugwanza kwa ajili ya huduma za afya. Kwa hiyo walikuwa wanateseka sana. Na wameteseka sana kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais taarifa zikamfikia na yeye akajiridhisha kwamba kweli kulikuwa kuna uhitaji wa hospitali nyingine ya pili ili huduma hizi ziweze kugawanywa kulingana na jiografia ya jimbo letu la Ngara jinsi ilivyo. Sasa nashukuru DMO umetueleza vizuri kuhusiana na ujenzi ambao unaendelea, lakini tayari baadhi ya huduma zile za msingi zimekwisha anza kutolewa na mimi mwenyewe nimeshuhudia kuna huduma nyingine zinaendelea vizuri. Tumekuta watu wengine wako kwenye vyumba vya upasuaji, tumekuta akina mama wanaosubiri kujifungua, lakini tumekuta akina mama wengine ambao tayari wameshajifungua na anaruhusiwa kwenda kuendelea na shughuli zao. Kwa mimi nikupongeze DMO pamoja na watumishi wote kwa namna ambavyo mmetekeleza maono yale ya Mheshimiwa Rais ya kutoa huduma kwa wananchi wa maeneo haya, na nyinyi mnatekeleza kwa vitendo. Kwa mimi nawapongezeni sana. Na kikubwa kwa sababu bado kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika kwenye hiyo hospitali. Ndio maana nimesema nije. Nikitoka hapa mwezi Januari nitaenda kwenye vikao vya bunge. Kule nitakwenda kukutana na waziri wa TAMISEMI. Kule nitakwenda kukutana na waziri wa afya. Kule nitakwenda kukutana na waziri mkuu. Kule nitakwenda kukutana na waziri wa maji. Kwa hiyo nilitaka nijue hata unapoenda kukutana nao kwenye mradi wa kimkakati mkubwa kama huu katika jimbo letu la Ngara, lazima ujue ni nini ambacho kimeshafanyika, ni nini ambacho kinahitajika kufanyika kwa haraka na progress yake inaendeleaje. Kwa hiyo nimefika hapa niweze kushuhudia, nijue hali tuliyopo, vitu ambavyo vinahitajika na mipango endelevu ikoje, ili nitakapokwenda kuzungumza na hawa mawaziri wa sekta ambazo zinaendana na hii huduma ya hapa, ili nao waweze kujua, niwaeleze nikiwa na confidence kujua ni kitu gani ambacho kinahitajika kufanyika katika hii hospitali yetu ya wilaya. Na kwa sababu rais alituelekeza yale mambo yote ambayo ameanzisha, lazima tuende tuhakikishe yanafanyika kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa anatamani na kwa jinsi yeye ambavyo alikuwa amepanga. Kwa hiyo sisi katika jimbo letu la Ngara, mradi huu wa hospitali ya wilaya ni miongoni mwa miradi ambayo Mheshimiwa Rais anataka ufanye kazi na uende kutoa huduma kwa wananchi kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa amepanga. Kwa hiyo tunatambua kwa sababu fedha zinakuja kwa awamu, lakini jukumu langu mimi kama mbunge ni kwenda kupiga kelele. Kama fedha zinazokuja kwenye mwaka ujao wa fedha walikuwa wametenga kiasi fulani, lakini mimi lazima niende nikakomae ili fedha iongezeke, ili huu mradi uweze kukamilika 100% kwa wakati na uweze kutoa huduma jinsi ambavyo nataka. Kwa sababu kama itaendelea hali kwenda taratibu, inawezekana tukaje tukapata huduma nyingine ya mwisho, alafu hizi huduma nyingine za mwanzoni zikawa zimekwishaanza kuchakaa, zikawa sio huduma. Kwa hiyo tunataka tujitahidi tukapambane ili huduma zote ziweze kukutana kwa wakati mmoja. Na mimi nilikuwa naomba nikuahidi mwenyekiti, pamoja na kwamba najua kuna kazi kubwa sana ambayo inafanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini na mimi naenda kuwa kama mshambuliaji kwa ajili ya kuhakikisha yale mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kimeahidi kwa wananchi yanakwenda kutekelezwa katika jimbo letu la Ngara. Na hilo ndio jukumu letu la msingi. Na kwenye hili swala la hospitali ya wilaya, mimi nakuahidi nitakwenda kugombana, sio kwenda kugombana. Nitakwenda kupambana na waziri wa afya, waziri wa TAMISEMI, kuweza kuhakikisha kwamba fedha zinakuja, huu mradi ukamilike, uweze kuanza kazi kwa asilimia 100. Kwa hiyo nilikuwa naona niaseme hayo, lakini tumeona mambo mbalimbali ambayo DMO, huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Tunashukuru kwamba tayari umekwisha pata gari la wagonjwa na busara imekuongoza kwamba katika ile magari mawili utakayopokea kutoka kwa wadau, basi gari moja lije kwenye hospitali hii ya Mbuba, ili wananchi wetu wa Mbuba na wenyewe waweze kuwa na uhakika wa kupata huduma za dharura pale wanapohitaji huduma hizo kutoka katika maeneo mengine. Kwa mimi nikupongeze jitihada mbalimbali ambazo unaendelea nazo kufanya kuhakikisha kwamba mradi wetu unakuwa vizuri. Mimi nakupongeza pamoja na watumishi wote ambao wanafanya huduma katika eneo hili. Kwa sababu Mheshimiwa Rais tayari yeye ana maono kuhakikisha kwamba wananchi wa jimbo la Ngara wanapata huduma za afya zenye ubora. Ndio maana akaleta utumishi katika hospitali hii. Kwa hata mimi nilikuwa naomba niwaambie ndugu zangu watumishi, tuendeni tukafanye kazi kwa ajili ya kutranslate ndoto na maono ya Mheshimiwa Rais. Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ndiye mtumishi namba 1.
Yeye ndiye mwenye maono ya kujua jimbo letu la Ngara katika hususan katika huduma za afya linaelekea wapi. Kwa hiyo lazima tujitahidi yale yanayowaza sisi ndio tuko huku chini twende tukatafsiri kwa vitendo. Tukifanya hivyo tutakuwa tunaongezea wananchi imani yao na rais wao pamoja na chama chao cha Mapinduzi ambacho ndio kinashikilia dola. Tukifanya kinyume na hivyo tutakuwa tunawaangusha wale waliotupa imani, waliotuajiri sisi watumishi kwenda kufanya kazi. Tutakuwa tunawaangusha. Kwa hiyo tujitahidi tukafanye kazi vizuri, tuwahudumie wananchi vizuri kwa lugha nzuri. Na mimi nimeongea na wagonjwa wale watatu kule, wote ambao nimeuliza wote wamesema huduma za hapa zinaenda vizuri, ziko sawa sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kuna kama kile walichokisema tuendeleze vile vile jinsi ilivyo. Na hata wale watumishi wenzetu ambao leo hapo katibu atazungumza nao, kawaambieni wakafanye kazi. Huu ni wito kutoa huduma za afya, pamoja na kwamba ndio unatengeneza maslahi kwa ajili ya familia yako, lakini huu ni wito kwa sababu yale mambo ambayo ameyapanga Mheshimiwa Rais sisi ndio lazima tuwatafsiri. Tukifanya kinyume na hivyo hali itakuwa sio nzuri, na mambo ambayo yanatokea katika maeneo mengine ambao baadhi ya watu wameshaanza kupoteza imani na serikali, katika maeneo mengine ambao baadhi ya watu wameshaanza kupoteza imani na Chama cha Mapinduzi, ni kwa sababu kuna watu ambao wameaminika kwenda kusimamia shughuli mbalimbali halafu hawazifanyi vile ambavyo inatakiwa. Serikali inaleta fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo, lakini watu ambao wamepewa dhamana kusimamia vile vitu hawafanyi jinsi ambavyo inatakiwa. Imani kwa wananchi inapungua. Kwa Chama cha Mapinduzi imani inapungua. Kwa serikali wananchi wanapunguza imani na serikali. Kwa hiyo wanakata tamaa. Kwa sisi katika hospitali yetu ya wilaya Mbuba, sisi tukatae. Tusiwe katika uelekeo huu. Sisi tujitahidi tufanye kazi ya kusimamia imani tuliopewa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kazi ya kuhudumia wananchi. Kwa sababu hata nyinyi mna ndugu zenu wanaugua. Wapo katika maeneo haya, lakini wapo katika maeneo mengine. Kwa hata nyinyi mlitamani ndugu yako akienda kupata huduma katika hospitali nyingine, basi naye apate huduma vizuri kama ambavyo wewe unatamani kupata. Kwa hiyo kama wewe unatamani ndugu yako naye apate huduma vizuri katika hospitali nyingine, basi nawe jitahidi utoe huduma vizuri katika eneo hili. Wananchi wetu wa jimbo la Ngara waishi kwa furaha, wananchi wetu wa jimbo la Ngara waendelee kuiamini serikali, wananchi wetu wa jimbo la Ngara waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Na mimi DMO nilikuwa nakuomba, kwa sababu mna watumishi sio hapa tu katika hospitali ya Mbuba, hata katika watumishi wengine kwenye maeneo tofauti tofauti ndani ya jimbo letu la Ngara. Najua kuna kugongana hapa na pale mara kadhaa, lakini mimi nilikuwa naomba, sijui nilipishana wapi, sijui changamoto zilizopo ni nini, lakini mathalan ya mambo yanaweza kaepo. Kama yapo, mimi naomba niwaombe msamaha. Tuanze mwanzo mpya, tufanye kazi. Kama kuna leo tokea nyuma, wapewe onyo, warekebishwe, lakini kazi ianze kufanyika vizuri, wote tukiwa kama kitu kimoja, tukiwa kama timu moja kwa ajili ya kwenda kufanya hii kazi ambayo tumekabidhiwa na wananchi. Kwa mimi sina la zaidi, lakini naomba nikuongeze tena kwa wakati mwingine, na mimi naomba kuahidi kwamba tayari pamoja na Chama cha Mapinduzi pamoja na baraza la madiwani pale kwenye halmashauri, lakini nimepata mtu mwingine ambaye atakwenda kuwapambania kwamba hii mradi huu ukamilike kwa haraka iwezekanavyo.